Mwanaume, kamwe usimsamehe mwanamke msaliti. Haijalishi huyo mwanamke ulimpenda kwa kiwango gani, haijalishi huyo mwanamke ni mzuri kwa kiwango gani. Mwanamke akishavunja uaminifu, huwezi kuishi naye. Niamini ninachokwambia. Kwa sababu mwanamke anapoenda kufanya usaliti, huwa hafanyi usaliti kwa bahati mbaya. Yaani yeye huwa amedhamiria na ameamua kukifanya hicho, kwa sababu mwanamke anapata muda mrefu sana wa kumpa huyo mwanaume wa nje, akamsikiliza, akaanza kuwa na hisia naye, akakutoa wewe moyoni, kisha akamweka huyo mwanaume na kuamua kumtunuku zawadi ambayo ilitakiwa kutunuku wewe kama mumewe, kaamua kumpa mtu mwingine. Maana yake alikuwa ana hisia na alikuwa amempenda huyo mwanaume. Mwanamke huwa hatembei na mwanaume ambaye hampendi. Yaani hilo usije ukakubali kuamini. Mwanamke huwa anatembea na mwanaume ambaye anampenda, ambaye ana hisia naye. Kwa hiyo wewe kama mwanaume, ikitokea mwanamke wako amekufanyia wewe usaliti, usimsamehe. Na hiyo ni kwa faida yako wewe na faida ya mwanamke. Sijui kama umenielewa. Baadhi ya wanaume huwa wanaishi maisha ya majuto kwa sababu ya kuwasamehe wanawake usaliti. Kwa sababu inafika mahali tu ukianza kumtazama huyo mwanamke, hutojisikia kumuona akiendelea kuwa na wewe kwenye maisha yako. Hutokuwa ukimwamini, utaishi maisha ya pressure, utakuwa hujiamini, utatamani upeleleze simu yake kila wakati. Yaani huwezi kuwa na amani na mwanamke ambaye amekusaliti. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kwa usalama wako, kamwe usimsamehe mwanamke msaliti. Mwanamke aliyekusaliti mwache aende. Na kuna wanaume walishakubali kuwasamehe wanawake wasaliti. Matokeo yake hao wanawake walirudi, kisha wakajipanga, wakaenda tena kwenye usaliti. Sijui kama umenielewa. Wako wanaume ambao hayo mambo yamewakuta. Mwanamke akishakuwa na macho ya kutamani wanaume wengine, akishakuwa na nafasi ya kuwapa wanaume wengine wajielezee hisia walizonazo juu yake, akishakuwa na nafasi ya kuwapa wanaume wengine namba yake ya simu, akishakuwa na nafasi ya kujiandaa kutoka nyumbani kwenu kisha kwenda kulala na mwanaume mwingine huko alikokwenda, maana yake huyo bado hajakuwa, bado hajakomaa, bado hajajikana kuamua kuishi na mwanaume mmoja. Kwa hiyo kama aliweza kumuona huyo mwanaume, usifikiri kwamba kesho atashindwa kumuona mwanaume mwingine. Usifikiri kesho atashindwa kudanganywa na mwanaume mwingine. Mwanamke aliyekusaliti mwache aende, kwa sababu utashindwa kuishi naye, utashindwa kumtendea vizuri. Mwisho wa siku unaweza ukaishia pabaya. Na sikatai kwamba wako wanawake ambao huwa wanarudi wakiwa wamenyooka kabisa, lakini najua wewe hutomuelewa. Na hili hutanielewa mpaka pale utakapomrudia huyo mwanamke, alafu utakuja kunielewa kaka.